Mara baada ya News Update Media kuchapisha taarifa iliyoonyesha viongozi wa kamati ya kusimamia makaburi ya Waislamu Mlango Mmoja wakieleza malalamiko yao, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesimamisha rasmi shughuli za uwekezaji uliokuwa ukipangwa kufanyika katika eneo la makaburi hayo jijini Mwanza. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia malalamiko ya wananchi pamoja na kamati ya kusimamia makaburi wakidai kuwa eneo lililotengwa si sahihi kwa matumizi ya uwekezaji uliokusudiwa. Imebainika kuwa sehemu hiyo hutumika kama eneo muhimu la maegesho ya magari kwa waombolezaji wanaofika kuwazika wapendwa wao. Awali mwekezaji alipanga kujenga kituo cha mizani katika eneo la hifadhi ya barabara nje kidogo ya makaburi hayo kwa lengo la kupima magari yenye mzigo yanayoingia na kutoka jijini kabla ya kuelekezwa katika mzani mkubwa uliopo Usagara, wilaya ya Misungwi. Hata hivyo, kamati ya makaburi ilipanga mpango huo ikieleza kuwa uwepo wa kituo cha mizani katika eneo hilo ungeathiri shughuli za mazishi, kuvuruga utaratibu wa maegesho ya waombolezaji na kupunguza heshima inayostahili kwa marehemu. Katika kutafuta suluhu ya kudumu, RC Mtanda amekubaliana na meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mwanza, mhandisi Ambrose Pasco, kuwa watatafuta eneo mbadala mahususi na linalofaa kwa ajili ya uwekezaji huo unaoingia kutoka jijini kabla ya kupimwa katika mzani mkubwa wa Usagara. Hata hivyo, uamuzi huo umelenga kulinda heshima ya eneo la makaburi, kuondoa mgogoro uliokuwepo wakati huo na kuhakikisha shughuli za udhibiti wa uzito wa magari zinaendelea kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Nikiripoti kutoka Mwanza, mimi ni Fred Seleli. Palitokea sintofahamu kwetu sisi kama viongozi. Tuliona greda linafanya usafi hapa bila sisi kuwa na taarifa. Kwa hiyo Waislamu wakapata mshtuko, kutaka kujua mnafanya nini, viongozi mnafanya kitu gani hapo, mbona tujulishwe, kuna makaburi yetu hapo mengine hivi. Kwa hiyo viongozi, mwenyekiti wetu akatoka kuja haraka sana na wajumbe kama watatu kuja kuangalia kinachoendelea. Wakakuta na yule mwekezaji yuko hapa, wakafanya msafara moja kwa moja kwenda TANROADS ili kupata usuluhu wa mambo haya. Na mimi nikapigiwa simu, nilikuwa Kapiponte kazini, nikaja pale ofisini. Mazungumzo yalivyoenda ni kwamba eneo hili ni eneo la road reserve la serikali. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kaiwekeza. Kwa hiyo huyu bwana mwekezaji ameomba kihalali na amekubaliwa na serikali kufanya kazi hiyo ya kuweka mizani. Kwa hiyo sisi tukasema pamoja na kwamba ni road reserve na mtu yote anaweza kuwekeza, na sisi pale huwa tuna parking kwa ajili ya watu, amefariki mtu, watu wanakuja na magari yao, especially viongozi wa dini au watu mashuhuri, panakuwa hapa toshi. Na kwaje wakatuambia kwamba pale huyu mwekezaji atatengeneza vizuri, nafasi yake ataweka ya mizani na nyinyi mtabakiwa sehemu ya parking. Tukasema sasa kama ni hivyo, tunaomba barua ya kututhibitisha hayo maelezo ili sisi tuwafikishie Waislamu misikiti 16. Sisi ni wasimamizi tu, wenye mamlaka ya kujua kinachoendelea, ambao wanaotusumbua sasa hivi ni Waislamu. Mheshimiwa engineer akasema hili jambo tulikuwa tumeghafilika na sasa hivi tunaitengeneza, kwa hiyo barua itapatikana. Barua kwa kufupi haikupatikana kutokana na sababu mbalimbali. Moja wapo ilikuwa mheshimiwa meneja wa TANROADS wa mkoa alipata utata juu ya jambo hili. Kwa hiyo akasema mpaka nijiridhishe tuone limefikaje hapo, hii nafasi ya Waislamu pale kuingiza mizani. Mwekezaji alikuja kuomba eneo la kufanyia shughuli zake za kibiashara ndani ya road reserve. Ni kawaida, ni utaratibu wa serikali kwa sasa hivi kutoa vibali kwa ajili ya kuendesha shughuli binafsi pale mahali ambapo tunaona panafaa, ili aweze kuchangia mfuko wa barabara katika matengenezo yetu ya barabara. Kwa leo mwekezaji aliomba tarehe 13 tarehe 20 mwezi wa kwanza na tarehe 22 tukampa, baada ya kufanya ukaguzi na kujiridhisha, tukasema sasa aweze kuanza ndani ya road reserve. Na eneo alilopewa ni eneo kutoka bango lile pale mpaka gari liko kati pale, ndio eneo la hifadhi ya barabara. Na kweli kama alivyoeleza mwenzetu ni kwamba Jumatano alileta greda na akapiga, na hao wenzetu walifika ofisini. Kwa leo mimi nilipata taharuki hiyo. Anataka kufanya shughuli gani? Anataka kuweka mzani wa kupima
magari ule mdogo kwa ajili ya kujiridhisha kabla watu wajaenda kupima kule Usagara. Wala wanaobeba mizigo hapa mjini kabla hawajatoka nje, ili wasifike mzani kule wakajikuta kwamba analipa shilingi ngapi kwa mwezi? Chaji zake kwa mwezi, kwa mwaka kwa mwaka ilikuwa ni milioni 3 kwa mwaka. Hata Waislamu ukiwaambia wawe wanatoa milioni 3 kwa mwaka, eneo hili liwe parking, wanaweza, kwa sababu kama nia ni kuleta mapato, huna haja ya mtu mpya. Hawa ambao tayari walishajenga hapa. Lakini wewe imagine hapa ikitokea kuna msiba mkubwa na lazima tuingie humu ndani, magari yatapaki wapi? Lakini milioni 3 kwa mwaka haina tija kwa serikali. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa mkoa, hiyo project nimeisuspend kabisa, haipo hapa. Ninachoelekeza TANROADS hapa, tuongeze vivuko kwa ajili ya watu kuingia makaburini. Allahu Akbar. Lakini pia maeneo ya namna hii sio lazima, mnaweza hata na nyewe Waislamu mkaweka ukingo mzuri, mkaweka na garden kuzunguka hii fence yenu, ikawa ni sehemu pia ya utalii hata kama ni makaburini. Kwa hiyo manager wa TANROADS hapa, wala tusitumie muda mrefu. Logically project hii haina manufaa yoyote, lakini pili italeta msongamano. Sasa hivi unaona, wakati nakuja hapa nimetumia lisali moja kunasua foleni pale. Kwa hiyo hata hiyo kitu ya kuja kupima magari hapa italeta msongamano, kwa sababu barabara yenyewe kwa sasa haitoshelezi. Hayo magari yasimame kusubiri mzani kupima, tutamtafutia. Uwekezaji ni kitu kizuri, tunakipenda. Mimi na wewe manager tutamtafutia eneo sahihi la uwekezaji wa aina hiyo.